Leo umefanyika uzinduzi wa maadhimisho ya miaka 30 ya VETA na miaka 50 ya ufundi stadi nchini Tanzania, ambapo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa alikuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya ya miaka 30 ya mamlaka hii ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA. Maadhimisho hayo yanatarajiwa kwenda hadi Ijumaa tarehe 21 Machi mwaka 2025 katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Julius Nyerere JNICC, na kimsingi maadhimisho haya yanakuja ikiwa ni siku chache zimepita tokea litolewe tamko ambalo ni tamko lililozua mijadala mingi sana, kwamba wasomi ambao wamepitia katika level mbalimbali za elimu pamoja na mambo mengine ni lazima wapitie VETA ili waweze kupata ujuzi wa vitu mbalimbali badala ya kutegemea ajira tu pamoja na mambo mengine. Sasa wamekuwa kijitokeza wanasiasa, wadau wa elimu, wanaharakati pamoja na watu wengine ambao wanazungumzia juu ya tamko hilo la Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Wengine wanaona ni tamko ambalo lipo sahihi, lakini wapo wale wanaodhani tamko hilo limekuja kama dhihaka kwa wale ambao pengine wapo nyumbani, wana elimu zao, madegree, wamekaa tu nyumbani, hawana issue yote ya kufanya. Lakini wengine wakisema pengine Waziri Mkuu alikuwa anatakiwa kutoa ufafanuzi zaidi juu ya tamko hilo ambalo alilitoa. Wapo wanataaluma kama waandishi wa habari wameshatoa maoni yao, wapo wanataaluma kama wanasheria wametoa maoni yao. Sasa leo tumepata nafasi ya kuzungumza na wadau wa elimu ambao kimsingi watatueleza nao kwa mtazamo wao kauli ambayo imezungumzwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa ina maana gani katika taifa ambalo kwenye ile dira ya 2050 wanasema tutahitajika kuwa na taifa ambalo linatumia teknolojia kwa asilimia kubwa sana na kupunguza utegemezi wa ajira pamoja na mambo mengine. Na elimu ya Tanzania kwa miaka yote imekuwa ni elimu ambayo inaangazia zaidi kwenye nadharia kuliko vitendo. Sasa Waziri Mkuu pengine alizungumza hivyo kwamba kama watu watapitia VETA basi watakuwa na ujuzi, hata kama atakuwa hajapata ajira basi anaweza kujiajiri yeye mwenyewe. Sasa leo tupo na Mr. Yusufu Yahaya ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya UHOMA Educational Limited Tanzania ambayo inajihusisha na kupeleka wanafunzi kusoma nje ya nchi, lakini kama itoshi wanawatafutia nafasi za ajira au nafasi za kazi vijana wa Kitanzania ambao wanataka kwenda kufanya kazi nje ya nchi. Na yeye kwa sababu ni mbobevu katika eneo la taaluma atatusaidia kidogo kwamba tafsiri ya kauli ya Waziri Mkuu ilikuwa ina maana gani na maoni yake ni yapi kuhusiana na kauli ile. Kwa majina naitwa Yusufu Yahaya, ni mkurugenzi mkazi wa taasisi inaitwa UHOMA Education Limited, lakini vile vile namiliki UHOMA Online TV, na vile vile ni mkurugenzi wa taasisi inaitwa UHOMA Job Recruitment Agency. Labda mimi niseme kitu kimoja. Kwanza napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya pekee ya kutusaidia mpaka hapa tunaendelea kuwa hai na tunapumua. Lakini vile vile nipende kushukuru kwa nafasi hii Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mpaka kuliongoza taifa letu kuwa na amani na baadhi ya watu kuweza kutoa maoni yao katika mazingira ya kidemokrasia zaidi. Mimi labda niseme kitu kimoja. Kuna mjadala ambao ulizuka, lakini mimi ninaona ni mjadala umezuka katika mazingira ambaye Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, Waziri Mkuu alijaribu kutoa wakati wanafanya kwenye hizi sherehe za miaka 30 ya VETA nchini. Alitoa kama maoni yake, lakini maoni yanaweza kuwa katika mazingira ya kusaidia taifa kwa namna moja au nyingine katika swala kubwa ambalo ni janga la ajira nchini. Lakini naona kuna baadhi ya watu wanabeza. Kubeza kwao, sisi kama wasomi kuna kila sababu ya kujaribu kutoa maoni na kujaribu kutoa mwelekeo kidogo kuona ni jinsi gani taifa letu, kwa sababu Majaliwa, Mheshimiwa mbunge, Waziri Mkuu amejaribu kuliongea hili kwa uchungu zaidi, lakini amejaribu kuliangalia katika mtazamo mpana sana kuwa kuna kila sababu ya kufanya hili, inawezekana ikanusuru baadhi ya vijana hasa kwenye hili janga la ajira.
Moja, mimi nataka nijikite katika engo 3. Engo ya kwanza ni issue ya uanzishwaji wa VETA. Najua watu wanajua kwa nini VETA imeanzishwa na malengo yake ni nini. Sipendi sana kuiongelea hiyo, lakini nataka niwaonyeshe mfumo wa ajira unaanzia wapi. Unajua kuna baadhi ya watu wanafikiri mfumo wa ajira unaanzia katika hiyo elimu rasmi tu, unasoma primary, darasa la kwanza, bara la 7, mara unaenda sekondari, unaenda form 5, form 6, unaenda chuo. Kwa hiyo ndio mfumo wa ajira. Mfumo wa ajira umegawanyika katika sehemu nyingi. Kuna mfumo wa ajira ambao unapitia katika mazingira ya VETA, mfumo ambao kwa namna fulani unakupa ujuzi, maarifa, hizi zinaitwa skills, ambao watu dunia inakokwenda, dunia iliko kwenye nchi za wenzetu, kwa sisi tunapata bahati ya kusafiri, tunaona ndiko hasa watu wanakokwenda na ndiko dunia inakokwenda. Lakini watu wengi naona kama vile wanasahau hivi, ni kwamba watu wanaajiriwa kulingana na competence base, anajua nini, utaalamu wake, na anaweza akafanya nini. Yani inaitwa performance appraisal. Kuna baadhi ya watu wanafikiri kuwa na vyeti ni sifa. Unaweza kuwa na sifa sawa, lakini ajira ikakukosa. Lakini lingine nataka niongelee swala la ajira hapa nchini kama msomi. Moja, nimekuja kugundua asilimia kubwa sana tunasoma elimu ambayo kesho na kesho kutwa tunafikiria kuajiriwa. Tunafikiria kuajiriwa, lakini sifa mojawapo ya kuajiriwa ni ujuzi. Na watu wanakisahau hicho. Watu wanafikiri utasoma tu professional, watu wote watasoma, kama ni mwalimu ataenda chuo baadaye hivyo aajiriwe. Lakini watu wanasahau ni kwamba mtu anasoma, anaweza akapata ujuzi na akapata ajira kesho na kesho kutwa, ikasaidia vile vile kwenye swala la ajira, kwa sababu hiyo inaitwa added advantage. Kingine ambacho nitakachokiongea nacho sana ni mjadala ambao unaonekana ni changamoto sana kwa watu wanaona labda mkasoma. Sasa wewe umemaliza profesa wako, labda ni profesa wa umesoma mambo ya elimu. Alafu huko nyumbani unahitaji kufuga ng'ombe. Huko nyumbani kuna baadhi ya vitu vidogo vidogo tu unazotakiwa kuvifanya ambao vinahitaji sana ujuzi. Unakuwa hauna. Unahitaji tena kuajiri, lakini vile vile vinaweza kukeep busy na ukafanya afya labda na vitu kama hivyo vikakusaidia. Watu hawajui, lakini upande wa 3 ambao nataka niongelee ni kwamba elimu na ajira watu wanatakiwa wajue. Moja, mimi nimesoma, bahati nzuri nimefika level ya juu huko PhD na nini, lakini ninajua ni kwamba nafanya kazi ya kusafirisha Watanzania kwenda kutafuta fursa mbalimbali za ajira nje ya nchi. Ninajua kwa sababu nina kampuni, mimi ni mkurugenzi. Sifa mojawapo ambao wanaitaka, hawaangalii sana vyeti, wanaangalia una ujuzi gani, ambayo ni added advantage. Watanzania wengi wanakosa hii kwa sababu wanakuwa hawana hizi sifa. Unakuta Mtanzania mwingine anakuambia sawa, umemaliza, una degree, una masters, lakini una kitu gani ambacho unaweza ukakifanya ambacho kiko unique, kinawasumbua sana kwenye swala la kazi. Na ndio maana kwa mfano mimi nimeondoka wiki iliyopita, nilikuwa Dubai, lakini nimekuja kuona asilimia kubwa wa Ethiopia wengi, wa Kenya wengi, na baadhi ya nchi nyingi wako kule wanafanya kazi. Watanzania tuko wachache sana. Kwa nini? Watanzania wengi, moja, wanachagua kazi kwa kujiona wamesoma, lakini la pili, Watanzania wengi hawana ujuzi. Kuna wengine wanamtunza tu vyeti na vyeti vyenyewe vya kuungaunga, unakuta mwingine ndio hivyo, GPA haieleweki, lakini kwa sababu anaona ni sifa fulani kuwa mimi kwa sababu nimefika level fulani na sina ujuzi natakiwa niajiriwe sehemu fulani. Hii ndio changamoto. Kwa hiyo tatizo kubwa la ajira linalosumbua nchini, moja ni kuchagua kazi, lakini la pili kubwa sana ni aliyoliongea Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuwa watu watake wastake warudi wapate added advantage ili kesho na kesho kutwa iwasaidie katika kufanya shughuli zao. Na watu hawajui kwamba malengo makubwa ya kuanzishwa kwa VETA ni kwamba watu waweze kupata ujuzi, wapate hizi techniques zitakazowasaidia katika kujiajiri wenyewe. Huwezi kujiajiri wakati una ujuzi. Lakini ukija kuangalia kama watu wamepata bahati waliofanya masters, waliofanya masters, kwa mfano mimi nilifanya masters ya education management and planning. Kuna kitu kimoja kinaitwa cooperative education. Nenda kaangalia Nigeria. Nigeria mfumo wao wa elimu ni kwamba wanalazimisha sana at least kila graduate hawe na ujuzi. Na ndivyo tunavyokwenda. Nenda kaangalia nchi zote zinazokwenda. Wewe unakuta graduate unashindwa hata kutengeneza, kuchomelea, kufanya kitu, halafu unataka ajira. Na hiyo nyumba unayoishi unategemea hata socket ya umeme hauwezi kutengeneza. Halafu unasema msomi. Msomi ni pamoja na uelewa, ufahamu, ujuzi
na baadhi ya vitu vingine. Au wewe unayetembea mtaani unasema sasa nasubiria upate ajira. Ni sawa, kwa sababu mfumo wetu wa elimu uko nyuma, unajaribu kumuonyesha kijana haweze kujiajiri, lakini nyenzo pekee ya kujiajiri ni pamoja na kuwa na ujuzi. Ile hicho kitu hawakijui. Kwa hiyo mimi namuunga mkono Mheshimiwa Waziri Mkuu, tusitake kubeza baadhi ya kauli wanazozitoa baadhi ya viongozi wetu kwa sababu tu ya mfumo fulani, labda miemko fulani ambayo ipo, lakini katika uhalisia penye ukweli lazima tukubaliane kuwa elimu ni nyenzo mojawapo ya kupata ajira, lakini ujuzi ni nyenzo zaidi ya kupata ajira. Imezoeleka nchini Tanzania kwamba mtu anapokwenda VETA anaonekana ni mtu ambaye darasani pengine zilikuwa hazichadi vizuri, au inawezekana ni yule ambaye ameona mambo yamekwenda vibaya huko mtaani kwa lazimika kwenda VETA. Kwa maana tunataka kusema kauli ya Waziri Mkuu inataka kuipuuza elimu ya msingi, kwa sababu kuna watu umezungumza wana degree, kuna watu wana PhD, kuna watu wana masters, wanafanya wengi ndio ambao tunakuta wapo maofisini, ndio wanaajiliwa serikalini pamoja na mambo mengine. Hii haimaanishi kwamba elimu yetu sasa ya msingi ile tunakwenda kuipoteza. Ni kweli imezoeleka, ambapo watu wanaamini kabisa ni kwamba ukienda VETA ni kwamba wewe kwa namna fulani umefanya lakini mambo yako sio mazuri. Moja. Lakini sio VETA tu. Kuna watu walikuwa wanaenda polisi, walikuwa wanaamini kabisa ukienda polisi inaonekana nao umechemka. Lakini lile ni jeshi, ile ni taasisi, inahitaji teknolojia. Lakini ukitaka kuangalia kwa sisi wasomi sasa, issue ya VETA, kuna watu maprofesa wako kule. Unataka kuniambia na wenyewe wamechemka? Ni walimu wako kule wanafundisha. Wamesoma VETA na sasa hivi ni walimu wako kule. Unajua changamoto ni swala la perception tu. Watu wanatafasirije? Ukiangalia katika swala la msingi ni kwamba VETA na malengo gani ndio utajua umuhimu wa VETA. Lakini ukitaka kuangalia ni kwamba labda tu kwa sababu mfumo wetu wa elimu, watu wanacheza na mfumo wa elimu. Kwa mfumo wa elimu watu wanajua akitoka primary chekechea ataenda paka hii awali ataenda paka primary ataenda secondary hapo ataenda form 5 form 6 form 5 form 6 ataenda diploma, au kama sio diploma ataenda chuo kikuu ataenda. Huo ni mfumo tu structure ya elimu, system ya elimu ilivyo Tanzania. Lakini kwa kifupi, kuna baadhi ya nchi zingine kama nilivyosema hapo awali, Ujerumani, ni kwamba ukimaliza form 6 lazima uende VETA, uende vocational education skills, upate skills kesho na kusaidia kuweza kuishi. Lakini hata Tanzania kuna watu wanamaliza chuo kikuu bado anaenda kujifunza baadhi. Unajua VETA watu wanafikiri ni kwenda kuchomelea tu. VETA kule kuna kompyuta, VETA kuna driving, VETA kuna mambo ya ufugaji wa kuku, kuna ufugaji wa samaki. Kwa hiyo hizi elimu bado tunazihitaji katika maisha ya kawaida. Sasa labda kwa mtu ambaye hajui mfumo wake na maisha gani atakao kuishi, pale ndio changamoto. Na sio wanaenda VETA wote ni wale waliokosa ajira. Unajua VETA unaweza kwenda hata kama wewe una ajira yako na una shughuli zako, lakini unaendelea kuongeza baadhi ya ujuzi ili uweze kufanya kazi zako kwa ufanisi. Kwa mfano mimi sasa hivi nafuga samaki, lakini nilikuwa napata wataalamu kutoka VETA, kwa hiyo nimekosea au nimepotea. Lakini ni msomi. Kwa hiyo mimi nafikiri ni swala la perception tu, tafasiri inakuwa tofauti. Lakini mimi ningependa kuwashauri sana, moja, walioko na elimu wasianze kubeza, walioko na elimu waliomaliza vyuo vikuu wasianze kubeza hizi kauli za viongozi. Lakini la pili, waliosoma wasione kwenda VETA kuwa ndio wamekuwa demoralized, kuwa wameshuka, wamezalilishwa sana, wakati utaalamu na ujuzi wanaohitaji. Kwani unataka kuniambia ukimwona profesa anaenda VETA kujifunza driving, kujifunza gari kazalilika? Unajua watu hao hawajui hizi tafasiri. Ni issue ya tafasiri tu, lakini kikubwa sana hii kauli ya Mheshimiwa Waziri, japo kuwa ni kwamba watu wanaona ikupita katika mfumo ambao wanafikiria labda kutoa maoni elimu yetu iweje, lakini una msaada sana kwenye swala la kusolve matatizo ya ajira nchini. Asante sana. Moja kati ya jambo ambalo tuliona watu pia wanahoji kwamba utayari wa mifumo yetu pamoja na nyenzo, kwamba sasa watu wote wataenda VETA wakajifunze huko. Je, tutakuwa tuna miundombinu? Bahati nzuri tumeona kwamba kwa kila wilaya watahakikisha wanajenga chuo cha VETA. Ninyi kama wasomi mnaona linatupeleka wapi kwamba kila wilaya sasa watajenga chuo cha VETA?
Labda niseme kitu kimoja ni kwamba swala la kila wilaya kujenga chuo cha VETA inawezekana, na hiyo ni kitu ambacho kiko ndani ya maelekezo tu na sera zinasemaje, kwa sababu kama kila wilaya imeweza kujenga shule za sekondari, kila kata ina shule za sekondari, haiwezi kushindikana. Lakini nilitaka nikueleze na nikumbushe kitu kimoja ambacho niwakumbushe vile vile wa Tanzania, ni kwamba serikali au viongozi wetu wanakuwa na maono ya baadaye kuiona nchi yao inaendaje na watu wakoje. Kwa mfano mzuri, sisi hapo nyuma tulikuwa na changamoto moja ya uhaba wa changamoto ya walimu. Walimu wa shule za sekondari, walimu wa shule za msingi. Walianzisha mipango, wanaita program maalum kwa ajili ya kusaidia haya matatizo. Kuna watu walikuwa wamemaliza kabisa, mtu amemaliza chuo kikuu lakini akaenda kusoma MEMPU, akaenda kusoma mpango wa elimu sekondari kwa ajili ya kusaidia sana swala la uhaba wa walimu. Kwa hiyo yeye alikuwa unafikiri alikuwa tatizo kwamba amezalilika kuwa amemaliza chuo kikuu kasoma labda ushauri sheria, alafu leo kaenda kusoma diploma ya walimu. Kuna watu wameenda crash program ya kufundisha shule za primary. Kwa hiyo sio kusema kuwa watu wanazalilika, changamoto tu watu hawajui hili perception na mtizamo. Kwa hiyo swala la kujenga hizi VETA kila wilaya, kila kata inawezekana, ni swala la mtizamo tu. Mimi ninachokiamini katika serikali yetu, chochote kinawezekana, lakini na watu waweze kuiunga mkono serikali. Kama watu wakiweza kuiunga serikali positively, sisi tunapata bahati ya kusafiri sana, tunaona kabisa kwamba elimu ni kitu ambacho kinaweza kikamkomboa kila binadamu, lakini elimu ni pamoja na ujuzi, maarifa na baadhi ya vitu kama hivyo. Sasa kama utakuwa unahoji kila kitu kwa eti kuwepo kwa VETA, mimi nimemaliza degree, naona kama ni kitu ambacho inaonekana ni hakiko sawa. Ila kwa namna moja nyingine, labda niwaeleze tu Tanzania ambacho mimi ninachokiona. Hii tamko la waziri mkuu kulingana na ushauri wake limekuja katika mazingira ambayo nchi sasa hivi asilimia kubwa watu wana ajira. Na huo ni ukweli usiopingika, lakini waziri mkuu alikuwa anajaribu kutoa yale aliyoko moyoni kwa sababu ni kiongozi wetu na anajua situation ilivyo. Lakini kingine labda tu kwa sababu ukiangalia ile mitaala yetu haiko katika mfumo rasmi, ndio maana watu wanaoji sana. Kwa sababu ingekuwa kama vile ukitoka primary unaenda sekondari, ukitoka sekondari unaenda chuo, ukitoka chuo unaenda VETA, na imeandikwa katika document, hapo ndio ingekuwa labda watu wasingehoji sana. Watu wanahoji kwa sababu hii haiko katika mfumo rasmi, lakini katika utekelezaji hii iko ndani ya uwezo. Kwani kuna ushamba gani kama wewe ukitoka ukanunua gari lako jipya alafu kaenda VETA kwenda kusoma? Kuna ushamba gani kama wewe unasoma walimu alafu kaenda VETA kusomea masuala ya uchomeleaji, kesho inakitoka ukawa na ukawa multifunction, ukawa unafanya kazi zaidi ya moja, si unaingiza kipato na maisha yanaenda? Kuna shida gani kwa wewe kijana uliokaa mtaani na vyeti vyote vya degree mpaka PhD alafu mwisho hauna ajira, wakati kuna sehemu unaweza kujifunza na maisha yakaenda? Nenda kaangalia nchi zilizoendelea, watu hawachagui kazi. Sisi kinachosema watu asilimia kubwa watu wanachagua kazi kwa sababu watu hawajui kuwa maisha ni magumu, yanahitaji mbinu mbadala ili waweze kuishi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.